Mimi mzee na kuandikia wewe Gayo, rafiki yangu ninayekupenda kweli. Mpenzi wangu, nakutakia mafanikio mema ya kila aina na kutakia afya njema ya mwili, kama ulivyo nayo rohoni. Nimefurahi sana ndugu kadhaa walipofika hapa wakaiambia juu ya uaminifu wako kuhusu ukweli. Naam, wewe unaishi daima katika ukweli. Hakuna kitu kinachonifurahisha zaidi kuliko kusikia kwamba watoto wangu wanaishi katika ukweli. Mpenzi wangu, wewe ni mwaminifu kila mara unapowahudumia ndugu, hata kama ni wageni. Ndugu hao wamelieleza kanisa hapa habari za upendo wako. Tafadhali uwasaidie waendelee na safari yao kwa namna itakayopendeza Mungu. Maana wanaanza safari yao katika utumishi wa Kristo bila kupokea msaada wowote kutoka kwa watu wasioamini. Basi sisi tunapaswa kuwasaidia watu hawa ili nasi tupate kushiriki katika kazi yao kwa ajili ya ukweli. Niliandika barua fupi kwa hilo kanisa, lakini Diotrefe ambaye hupenda kuwa kiongozi wao hataki kabisa kunisikiliza. Basi nitakapokuja nitayafichua mambo yote anayofanya, maneno mabaya anayotutolea na uongo anaosema juu yetu. Isitoshe, yeye hukataa kuwakaribisha hao ndugu walio safarini, na hata huwazuia watu wengine wanaotaka kuwakaribisha, na hujaribu kuwafukuzia nje ya kanisa. Mpenzi wangu, usifuate mfano mbaya, bali mfano mwema. Kila atendaye mema ni wa Mungu, lakini anayetenda mabaya hajapata kumwona Mungu. Kila mtu anamsifu Demetrio, naam, ukweli wenyewe unamsifu. Nasi pia tunatoa ushahidi wetu juu yake, nawe wajua kwamba tunachosema ni kweli. Ninayo bado mengi ya kukuambia, lakini sipendi kuiandika kwa kalamu na wino. Natumaini kukuona karibuni, na hapa tutazungumza ana kwa ana. Gayo na kutakia amani. Rafiki zako wanakusalimu. Wasalimu rafiki zetu wote, kila mmoja binafsi.